إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن الله تبارك وتعالى أقسم في كتابه الكريم في عدة مرات بالأوقات. Hakika ya Allah mtukufu ameapia katika kitabu chake kitukufu cha Qur'an katika nyakati mbalimbali. Ameapia juu ya wakati. Kwa mfano kwenye kauli ya Allah tabaraka wa taala aliposema walfajri wa layalin ashir, Allah anaapa kwa wakati wa alfajiri na anaapia masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja. Lakini pia Allah tabaraka wa taala akaapia katika wakati wa usiku na wakati wa mchana, akasema wal-laili idha saja, inaapa kwa wakati wa usiku unapoingia, wan-nahari idha tajalla, inaapa kwa wakati wa mchana unapodhihiri, wama khalaqa adh-dhakara wal-untha, na Allah akaapia kile ambacho yeye amekiumba ambacho kuna wakati inakuwa na jinsia ya kiume na kuna wakati inakuwa na jinsia ya kike. Alafu akaleta jawabu al-qasam pale aliposema inna sa'yakum la shatta, hakika matendo yenu yanatofautiana, yana sampuli mbalimbali. Kajaribu kuleta sura ya baadhi ya matendo kwa baadhi ya watu wema, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ama yule ambaye amefanya matendo ya uchamungu, ametoa katika njia ya Allah, lakini akaambatanisha utoaji wake na uchamungu ndani yake, alafu akasadikisha Qur'an pamoja na hadithi sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maana Qur'ani na Sunna, akayakubali yale yote ambayo yamekuja kwenye Qur'ani na Sunna na akafanyia kazi, basi huyu tutamfanyia wepesi katika hesabu yake ya akhera.
Akasema wa amma man bakhila wastaghna, ama yule ambaye kafanya ubakhili katika mali yake akajiona yeye amejitosheleza, wakadhaba bil husna, alafu akakadhibisha Qur'ani na Sunna, jawabu lake fasanuyasiruhu lil usra, huyu tutampa hesabu nzito katika akhira. Kwa Allah jalla wa ala ameapia wakati wa usiku, akaapia wakati wa mchana, akaapia viumbe, alafu akaeleza hizi nyakati kama ni awiyatul amali, vyombo vya kutilia ndani yake matendo. Kuna watu ambao wanatenda matendo mema, a'ata wattaqa wasaddaqa bil husna, na kuna watu wanatenda matendo mabaya ambao bakila wastaghna wakadhaba bil husna. Pia Allah jalla wa ala akapia akasema wal asr innal insana lafi khusr. Al asr kwa maana zama, tunasema ulama hadha al asr, wanawazuoni wa zama hizi. Kwa hiyo neno al-asr linatafsirika kwa maana zama, nyakati, lakini neno al-asr linatafsirika pia wakati wa alasiri ule. Kuna baadhi ya mufassirin wamefasiri kwa maana wakati wa al-asr, lakini Allah tabaraka wa taala ana haki ya kuapia chochote anachokitaka katika viumbe wake, na viumbe hawapasi wao kuapa ila kwa jina la Allah tabaraka wa taala. La tahlifu biabaikum waman kana halifan falyahlif billah, msiapie kwa majina baba zenu, na anayeapa basi na aape kwa jina la Allah. Kwa Allah ana mamlaka ya kuapia kwa chochote ambacho anakitaka katika viumbe wake, ama viumbe hawatakiwi kuapa isipokuwa kwa jina la Allah au sifa miongoni mwa sifa zake. Hataki kuapia isipokuwa kwa majina ya Allah au sifa miongoni mwa sifa zake. Na Allah subhanahu wa ta'ala pindipo anapoapia kiumbe chake chochote katika viumbe vyake, hiyo ni dalili ya ta'dhim ya hicho kiumbe ambacho anakiapia. Hizi adila zote ambazo nimezitaja mbele yenu zina viapo vya Allah jalla wa ala, na ameviapia viumbe wake, lakini adila zote nizitaja ameapia nyakati. Ameapia wakati wa alfajiri, akaapia wakati wa usiku, akaapia wakati wa asubuhi, wakati wa mchana, akaapia wakati wa alasiri au zama kwa ujumla, kuonyesha umuhimu wa nyakati na umuhimu wa kufanya matendo, kwa sababu hizi nyakati ndio chombo ambacho tunawekea ndani yake matendo. Haya matendo yote ambayo tunatenda, in khairan au in sharran, sawa sawa yao ni matendo ya khairi au yao matendo ya shari, basi huwa tunayaweka haya matendo kwenye nyakati. Tutakwenda kuhesabiwa kwa namna ambavyo tumezitumia nyakati. Katika yale ambayo tumeyatenda ndani ya nyakati hizo, Allah atakwenda kutuuliza siku ya kiyama. Huu ni mukaddima wa kwanza. Lakini mukaddima wa pili upo chini ya kauli ya Allah tabaraka wa taala pale aliposema wa minan nasi, wapo miongoni mwa watu, man yattakhidhu, ambao hujifanyia, min duni llahi, kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, andadan, huwa wanajifanyia andadan. Andada ni washirika, huwa wanajifanyia kinyume cha Allah washirika. Wingi wa neno nid, na neno an-nid maana yake ni sharik. Kwa wapo miongoni mwa watu ambao wanajifanyia kinyume cha Allah tabaraka wa taala andadan, washirika. Yuhibbunahum, hawa baadhi ya watu huwa wanawapenda hao washirika kahubbillah, kama vile ambavyo wanavyompenda Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala katika aya hii amekataza
kufanya washirika kinyume cha Allah na kuwapenda, na yale mapenzi ukayaweka sawa sawa na Allah. Yani unapenda hicho unachokipenda na mapenzi yako kwa Allah yanafanana. Allah kakataza kufananisha vile unavyompenda yeye na hizi andada unavyopenda, usifananishe. Ila hali kwa upande wetu umekuwa mbaya zaidi. Yani sisi sio tunafananisha andada hizi katika kuzipenda, mapenzi yake yanafanana na mapenzi ya Allah. Hapana, sisi hizi andada tunazipenda zaidi kuliko tunavyompenda Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, ama wale ambao wameamini mapenzi yao makubwa yapo kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nimetanguliza mikadima hii miwili kwa minasaba miwili ya msingi. Mmoja ndio wa msingi zaidi kuliko huu wa pili, japokuwa wa pili nao utapewa msingi wake pale ambapo utakapokuwa umechanganya, lakini kwa sababu sasa hivi katika hatua za mwanzo pia tunauzungumza huu upande. Nyakati ulizo nazo sisi wa Tanzania katika miezi hii, mwezi wa 9 mpaka mwezi wa 10 mwishoni, wa Tanzania wanaingia katika uchaguzi wa madiwani, wa bunge pamoja na rais. Sasa bighadhi nadhar kwamba uchaguzi ni halali si halali, mimi sizungumzii huko kwa ujumla wake kwamba uchaguzi ni halali unafaa au ufai, sizungumzii huko. Nataka kuzungumzia mimi hizi kampeni za uchaguzi hazihalalishi haramu, wala kampeni za uchaguzi haramishi halali. Inafaa kwenda kwenye kampeni, haifai, hilo silo ninazungumzia mimi. Nasema hivi, mnapokuwa katika kampeni hazihalalishi haramu wala haziharamishi halali. Halali na halalishwa na Qur'ani na Sunna, na haramu inaharamishwa na Qur'ani na Sunna. Kile ambacho Qur'ani na Sunna kimekisema kuwa ni haram kitabakia kuwa haram, hata kama unafanya kwa sababu ya kampeni tu. Na kile ambacho kimeharamishwa na Qur'ani na Sunna kitabakia kuwa ni haramu, hakitakuwa halali eti kwa sababu ya kampeni. La. Sasa kwenye nyakati za kampeni, halali nyingi zinavunjwa na haramu nyingi zinafanywa, na mtu anasema tunafanya kwa sababu tupo katika kipindi cha nini? Cha kampeni. Tukimaliza kampeni tutarudi kwenye njia sawa kama ilivyokuwa vile mwanzo. Hakuna muda mdogo, wakati mdogo ambao utakuwa una inhilali ya kutoka kwenye mipaka ya Allah jalla wa ala. Abadan abadan. Nimeanza na mukaddima kwanza kuelezea maana ya nyakati na viapo vya Allah jalla wa ala kuhusiana na nyakati, na kusema kwamba hizi nyakati zimeapiwa kwa sababu ni vitu vitukufu hivi, na utukufu wake unapatikana kwa sababu hizi nyakati ni awiyatul a'mal, ni vyombo ambavyo ndani yake yanatiwa matendo yetu yote tunafanya ndani ya nyakati, ima nyakati za asubuhi, ima nyakati za mchana, ima nyakati za usiku au nyakati za jioni. Matendo yote tunayatia katika nyakati. Sasa usidhani kwamba eti utapewa lahadha fulani ya nyakati ambapo utakuwa una halali katika haramu au utakuwa una haramu katika halali. La, abadan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hatamki mja neno lolote isipokuwa mbele yake ana malaika wawili, raqibun na atid. Wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, hakika nyinyi mnao viumbe ambavyo vina wahifadhi na kuwahifadhieni matendo yenu. Viumbe hivyo ni watukufu wenye kuandika, ya'lamuna ma taf'alun, wanajua yote mnayofanya na wanayaandika. Jambo la pili, ikhwani,
kesho, yani leo Jumatatu ya tarehe 15 ya mwezi wa 9 mwaka 2025, kesho tarehe 16 siku ya Jumanne katika mwezi huu wa 9, kuna gonjwa miongoni mwa magonjwa ambayo sijui tumepewa nini si wa Tanzania kuhusiana na ugonjwa huo. Ni nadra sana kumkuta Mtanzania hana maradhi ya mpira, hana maradhi ya ushabiki wa Simba na Yanga. Nadra sana kumkuta Mtanzania. Mpaka imefikia wakati sasa hivi kuna mchungaji wa Simba na kuna mchungaji wa Yanga. Hao wachungaji wa Simba na Yanga wanachunga nini kwa Simba na Yanga? Lakini kama wachungaji hawatoshi, kuna mashehe wenye heshima kubwa kabisa na mamlaka makubwa kabisa katika nchi. Ila kuna wakati wanashindwa kujidhibiti. Kwenye membari zao wanatangaza kabisa kwamba bwana, mimi timu yangu ikifungwa huaga hata hali inabadilika kwangu. Ni shehe mkubwa, ana mamlaka makubwa kabisa ya kiongozi katika nchi. Lakini huwa hajiwezi kwa sababu ya ule ushabiki wa timu yake. Huwa ana mahanika mpaka mbele za watu kwenye membari, anazungumzia habari za wapo. Sio kwenye Bakwata, wala sio kwenye Ansari Sunna, wala sio kwenye Salafi, wala sio kwenye Shia, wala sio kwenye wapo. Hawajiwezi kutokana na ushabiki wa hizi timu zao hizi mbili. Hizi timu sijui tumefanywa nini wa Tanzania juu ya timu hizi mbili. Yaani kadhia ya Simba na Yanga ni kadhia ya kinchi. Inapogusa jambo la Simba na Yanga, ujue hapo imegusa wa Tanzania. Hisia zao, mali zao, nyoyo zao, mapenzi yao. Maana yake wakati mwingine mpaka dini yao inagharamika kutokana na ushabiki wa Simba na Yanga. Sasa kutokana na ushabiki huu wa Simba na Yanga, siku ambazo hizi timu mbili zinachezwa, muharramati nyingi sana zinafanyika. Taati nyingi sana zinavunjwa. Yani siku kama ya kesho, ule muda ambao mpira unachezwa, basi ujue swala ya kabla yake huo mpira unapochezwa au swala ya baada yake mpira unapochezwa haitaswaliwa na watu hawataswali. Na wanaume wamehutubiwa na sheria kwamba wao ni wajibu kuswali katika salatul jamaa msikitini. Inapotokea umesikia, ewe mshabiki wa mpira, ewe mshabiki wa Simba, ewe mshabiki wa Yanga, umesikia Allahu akbar, Allahu akbar, ukasikia hayya ala salah, manake unaitwa wewe, twende kwenye swala. Hayya ala alfalah, njoo kwenye kufaulu. Sasa kwa ule msingi wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andadan wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, kwa msingi huo inapotokea adhana kama hii, wewe unaelekea wapi? Unaelekea bado kwenye ushabiki wako wa mpira, kwenye kushuhudia kwako mechi, au unaelekea katika hayya ala salah? Kwa hiyo kwa msingi huu unatoa ubainifu wa hali yako. Wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, wanawapenda wao kama vile ambavyo wanampenda. Kupenda andada kama unavyompenda Allah ni haram. Sasa hiyo unapenda zaidi andada kuliko unavyompenda Allah tabaraka wa taala. Sasa ndugu zangu katika imani, msidhani kwamba malaika waandishi hawaandiki kwa sababu mnazungumza ushabiki wenu wa mpira. Angalia ushabiki huu wa mpira ulivyotutengenezea alwala walbara liajili kuratil qadam, liajili Simba au liajili Yanga. Namna gani ushabiki wa mpira huu umetutengenezea kupendana na kuchukiana, ambapo ni misingi katika misingi mama ya aqida ya Waislamu, msingi wa alwala walbara, kupendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa ajili ya Allah. Sasa hivi tunapendana kwa sababu wewe ni mwananchi mwenzangu, au tunapendana kwa sababu wewe ni mnyama mwenzangu. Sijui ni mnyama gani. Kwa hiyo hali imefikia hapa. Sasa hivi nusura
na mahaba na mawadda yapo kwa sababu ya mwanachama mwenzako. Alafu kinachozalikana baada ya mapenzi haya ya mpira, unastaajabu ni kwa nini imefikia hali kuwa kama hivi. Leo hii kwenye ushabiki wa mpira kuna sera zinatangazwa kama nembo ya klabu. Mara utasikia siwi ubaya ubwela, si utasikia tunakata kichwa. Sasa yamegeuza wale maneno, si tunakata kichwa, tunafanyaje kichwa? Yamegeuza wale maneno, yametengenezwa matusi ndani yake. Baada ya kuambiwa kwamba tunapiga kichwani, yakatengenezwa matusi mabaya. Lakini maalasaf matusi haya yanaambiwa baina ya baba na mtoto. Mtoto anatangaza sera yao ya mwaka huu ni kupiga kichwani. Baba mtu anauliza ni kichwa cha juu au cha chini? Sasa baba na mtoto wanaambiana maneno kama haya. Ni mtu na baba yake mzazi wanaambiana maneno kama haya. Kwa tumefikia wakati sio tu haramu wa mpira, sio kufanya tadhii al-awqat katika mpira, tumefikia wakati kukosa heshima baina baba na mtoto kwa sababu ya mpira. Wanaambiana maneno ya kifedhuli haya. Hili tu peke yake linatosha kuonyesha uharamu wa mpira. Ikiwa kama mipira yenyewe inaondosha heshima baina ya mtu na baba yake mzazi kwa kiwango hiki, ili pekee lipo linatosha kuonyesha hapa sasa pamekwisha kuingia haramu. Lakini kama hilo halitoshi, kwenye hii mipira kuna muharramati, kuna shirkiyati ambazo zinachupa mipaka, mpaka imefikia wakati tunaondosha heshima ya baadhi ya Waislamu waliokufa katika siku hizi za mipira hii. Zinatolewa maiti makaburini, zinapelekwa kwenye hivi vilabu. Kuna visomo, hivyo visomo nitoka nimeanza kusoma mpaka leo sijui visomo hivyo vinapatikana wapi. Wanakwenda kusomea visomo hizo maiti mpaka maiti inasimama inakaa na inaanza kuzungumza habari ya mechi. Sijui visomo gani hivyo. Lakini haya yanatokea. Hamjui nini kwamba kwenye ushabiki wa hizi timu Simba na Yanga, kwa maana kwamba siku ambayo inatokea wanacheza, ikatokea timu moja imeshinda, ila furaha ya hiyo timu iliyoshinda, wanafanya zinaa hadharani na zinarekodiwa, zinatupwa katika mitandao ya kijamii. Haya yote yanafanyika kwa munasaba wa ushabiki wa mpira huu, Usimba na Uyanga. Sasa muumini kwa nafasi yake kama muumini kwenye haya muharramati zote hizi, shirkiati zote hizi, yeye nafsi yake inafurahika kwa kupenda nini katika haya? Hivi muumini anakubali kuwa katika hesabu ya muharramati hizi zitakapokusanywa siku ya kiyama akaonekana yeye yupo pamoja na kundi hilo? Almar'u ma'a man ahibba yawm alqiyama, mtu atafufuliwa na yule anayempenda siku ya kiyama. Sasa angalia, muharramati kama hizi, shirkiati kama hizi zinafanyika, alafu wewe unasema bwana mimi kadhaa, mimi Simba, mimi Yanga. Unapenda nini katika hayo? Kama kuna sababu ambazo zinawezekana zikamvuta muumini kuchukia mpira, kuchukia yanayoambatana na mpira, basi matendo haya yanafaa kuwa ni kigezo cha muumini kuchukia mpira. Sasa wewe muumini unashabikia mipira hii, alafu unadhamiria kabisa kwamba leo tunaenda kuwakera, unakwenda kumkera muumini mwenzako. Yapasa umwonee huruma muumini mwenzako. Na kweli imefikia baadhi ya nyakati hii mipira inafanya mtu anajiua. Huyu ni wa kuonewa huruma, lakini pamoja na hayo anakwenda kusimangwa, anakwenda kukejeliwa, anakwenda kushambuliwa, mpaka kuna wakati naye mashambulizi yanamzidi, yani kwa hasira za timu yake kufungwa, pamoja na maneno haya ya kejeli anaopewa, anachukua maamuzi magumu, ima kwenda kujiua au kuua mtu.
yanatokea haya. Sasa mfano mambo kama haya hayafai kukaliwa kimya. Ikiwa wenye kuchukua ahadi ya Allah tabaraka wa taala, la tubayyinunnahu linnasi wala taktumuna, mtabainisha kwa watu au mtaficha, hawa wamechukua dhima ya kubainisha sehemu kama hizi. Hii mipira ni haramu. Alikuja mtu mmoja kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, akaenda kuuliza hukumu al-ghina. Ewe Abdullah ibn Abbas, sahaba wa mtume, nini hukumu ya mziki? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma akamjibu yule mtu kwamba mziki ni haram. Yule bwana akageuka hali ya kuwa amechukia, hakupenda lile jibu aliyopewa. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma akalahidhi hicho kitu kwa yule mtu, akamuita akamwambia njoo. Araaita, akamwambia maneno, araaita in jaa alhalalu walharamu yawm alqiyama, hebu nieleze ewe mpenzi wa mziki, unaochukia jawabu la kuambia kwamba mziki ni haramu, unaonaje kwamba halali na haramu zikiletwa siku ya kiyama? Aina yakunu alghina, mziki utawekwa upande gani? Upande wa halali au utawekwa kwa upande wa haramu siku ya kiyama kwenye hadhara ya Allah tabaraka wa taala? Jawabu kama hili tunalisema kwenye mpira. Araaita law jaat kuratul qadami yawm alqiyama fi mahkamati llahi, fi hadhara Allah jalla wa ala, kwenye hadhara ya Allah, katika mahkama ya Allah inaletwa mpira na halali na haramu, mpira unawekwa wapi? Kwenye upande wa halali. Ikiwa muharramati hizi zinazoambatana na mipira hii ya Simba na Yanga kuwa ni halali, basi hakutakuwa na haramu. Hakuna haramu, kwa sababu kama ni haramu zote zimejikusanya kwenye mipira hii. Haramu zote, kamari zipo humo ndani, zinaa zipo humo ndani, mengine yasiyosema pia hapo humo ndani, shirikiyati zinafanywa humo ndani. Sasa kama ikiwa mpira ni haramu halali, basi hakuna haramu mbele ya Allah jalla wa ala siku ya kiyama. Sasa ikhwani, yawezekana ukawa ni mubtala, umetahiniwa kwa sababu ya malezi, kwa sababu ya makuzi, kwa sababu ya kampani upo nayo, ikawa wewe ni mubtala bihubi alkura, wewe una mtihani wa kupenda mapenzi ya mpira. Jihifadhi, uhifadhiwe. Si ujasiri tena, hasa ukiwa nembo kwenye jamii ya Waislamu, sio ujasiri wa kujieleza kwamba bwana mimi Simba ikifungwa na kosa kabisa amani. Sio ujasiri huo. Huo ni udhaifu, tena udhaifu katika maasi. Iweje mtu anajisifia hali ya kuwa ni halim, hali ya kuwa ni mas'ul katika Uislamu, anajisifia kwamba mimi Yanga yangu ikifungwa huwa nakosa amani kabisa? Na kuna watu wanafanya taksiri kwenye haki za Allah, wanafanya taksiri kwenye haki za wake zao, wanafanya taksiri katika haki za watoto wao siku ambayo timu yake inapofungwa. Imefikia wakati mtu unaambia twende tukaswali msikitini salatu al-isha, anasema mimi leo siendi kuswali. Kuna mwingine ajitutumua kidogo anasema mimi nitalipa kadhaa, mwingine anasema leo siswali. Unamuuliza kwa nini? Sipo vizuri. Haupo vizuri wewe mwanamke, uko kwenye siku zako, uko vizuri vipi yani? Maana udhuru wa kisheria wewe kutokuwa vizuri kwenye swala, maana yake uko kwenye siku zako, una hedhi au una nifasi, haupo vizuri vipi? Anasema mimi nimevurugwa leo. Sasa umevurugwa, maana yake umevurugwa kwa ushabiki wako wa mpira, unataka kuondosha hukumu ya Allah juu yako. Lakini kuna watu wanafanya taksiri kwenye haki za wake kwa sababu tu ya matokeo ya mpira. Kuna watu wanafanya taksiri katika haki za watoto wao kwa sababu ya matokeo ya mpira. Hivi bado, kwa mfano wa mambo kama haya, wewe muumini bado unapenda mpira, unashabikia mpira, alafu unaanza kujikusanya nayo kuanza kushabikia mpira, hali ya kuwa Allah alikukinga na miongoni mwa faraja za Allah katika maeneo yetu tunaoishi ni kuwafikiwa mtu kutokuwa na ushabiki wa mpira.
Miongoni mwa taufiki za Allah jalla wa ala kwa muumini katika maeneo yetu haya tunaoishi ni kuwafikiwa kutokuwa na ushabiki wa mpira. Hii ni moja ya faraja moja kubwa sana ya Allah juu ya mja, kuwa mbali na ushabiki wa mpira. Ushabiki wa mpira unatesa. Mambo mangapi ambayo yanafanyika katika umma wa Kiislamu ambayo ni madhara kwa Waislamu pamoja na Uislamu wenyewe, lakini Muislamu haumizwi wala haumii chochote katika haya, ila ikitokea timu yake ya mpira imefungwa anakosa amani, mpaka anakosa heshima na Mola wake, anakosa heshima na dini yake, anakosa heshima na waumini wenzake, kwa sababu tu kaudhiwa kwenye nini? Kwenye mpira. Mfano wa mambo kama haya yanatakiwa mtu ayapende. Kwa ikhwani fil iman, mimi nimetoa utangulizi huu na alhamdulillah kila zinapotokea hizi mechi za Simba na Yanga, Allah anawafikisha mikutoa tanbii kama hii. Nilisema mimi kwenye mwezi wa Ramadhani, na kuna baadhi ya watu, sababu alhamdulillah nilizungumza sehemu nyingi sana mwezi wa Ramadhani. Dabi ilikuwa imepangwa mwezi wa Ramadhani. Kuna mtu mmoja nimekutana naye sehemu moja katika moja sehemu ambazo nilizungumza, kanilaki kwa furaha sana, akaniambia shekhe umefanikiwa. Namuuliza kwa nini? Ananiambia imewezekana bwana, dabi imefutwa mwezi wa Ramadhani. Nikamwambia alhamdulillah. Wakahamisha ile dabi ambayo ilipangwa ndani ya mwezi wa Ramadhani ikawekwa nje ya Ramadhani. Na nilisema mimi katika moja maneno nazungumza, kwa nini nyinyi wapangaji wa ratiba mnatupangia ratiba hii ya kushughulisha watu ndani ya mwezi wa Ramadhani? Mnakusudia nini kwenye saumu za watu? Walillahi alhamdulillah, Allah kati ya taufiki kwa yale maneno ikaondosha ile dabi ndani ya mwezi wa Ramadhani ikawekwa nje ya Ramadhani. Kwa alhamdulillah, mimi kila munasaba unapotokea, kwa sababu najua madhara ambayo yanapatikana kwenye imani, madhara ambayo yanapatikana kwenye ibada katika wakati kama huu wa hizi mechi za Simba na Yanga. Sasa mimi namuomba Allah tabaraka wa taala kwa majina yake matukufu na sifa zake njema atuondoshe mapenzi na maumivu ambayo yanatokana na ushabiki wa mpira. Atuondoshe kabisa ushabiki wa mpira, atujalie mapenzi ya dini yake, mapenzi ya kitabu chake, mapenzi ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mapenzi kwa waumini, kwa sababu mapenzi haya yote ambayo nimeyataja haya ni ibada, ama mapenzi ya mpira ni maasi na dhambi. Na mwisho kabisa nikariri kwa kusema, nyakati hizi za kampeni za uchaguzi na yale yanayoambatana na kampeni hizo, na nyakati hizi za mipira Simba na Yanga, hakuna halali inayokuwa haramu, hakuna haramu inayokuwa halali kwa munasaba wa matukio haya. Haramu itabakia kuwa ni haramu na halali itabakia kuwa ni halali. Kampeni za uchaguzi hazihalalishi haramu wala haziharamishi halali. Ushabiki wa Simba na Yanga au halalishi haramu wala haramishi halali. Yale manembo ambayo wanavaa watu ambayo ni matangazo ya kamari, yale yatabakia kuwa ni haramu. Hata kama wewe uchezi hizo sports betting, uchezi, ushiriki, bado kuwa kwako unatangaza katika jezi za klabu yako, hiyo ni haram. Na jezi hizi zimeandikwa sports pesa, sijui nani beti, wale nani beti sio naitwa, zimeandikwa hivyo, unakwenda kuswali nazo, unaswali pamoja na madhambi kwa sababu unatangaza haramu ndani ya swala. Kwa hiyo ushabiki wa mpira hauhalalishi haramu. Kampeni za siasa hazihalalishi haramu. Haramu itabakia kuwa ni haram na itahesabiwa hiyo haram, na mja atakwenda kulipwa siku ya kiyama kutokana na hiyo haram. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yulhimana rushdana wa an yuwaffiqana sawaba alhujja fi dunya wal akhirah, innahu waliyyu dhalika wal qadir alayh. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى السداد والتوفيق، والحمد لله.
Sema maswali.